Na wananchi wote wanaofuatilia matangazo haya mbashara, niwasalimie kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na niwashukuru sana kwa kutoa fursa hii leo ili Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na yenyewe iweze kupata fursa ya kuzungumza na wananchi na kuwaelezea mafanikio makubwa yaliyopatikana katika serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika miaka yake 4 ya uongozi. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kutujalia afya na amani katika nchi yetu na kutuwezesha kukutana hapa asubuhi hii kupokea taarifa ya mafanikio ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa katika miaka 4 ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6, kama nilivyosema, inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, na akiwa pia ni mwanamke wa kwanza kushika nafasi hii. Kwa hiyo mtashuhudia jinsi gani mwanamama huyu shupavu ameleta mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sekta yetu. Niwashukuru nyote wanahabari kwa kuitikia wito wetu na kuwa na sisi asubuhi hii, na ni matumaini yangu kwamba kupitia vyombo vyenu mnavyoviwakilisha, Watanzania wataweza kupata, na umma kwa ujumla wataweza kupata ufahamu na kuyaelewa mafanikio katika sekta ya ulinzi katika miaka 4 ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Ndugu wanahabari, nianze kwa kuelezea majukumu ambayo ndio yatatuwezesha mafanikio ambayo tumeyapata. Miongoni mwa majukumu ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa ni kuliwezesha Jeshi la Ulinzi la wananchi wa Tanzania na taasisi nyingine zilizo chini ya wizara, ambazo ni Jeshi la Kujenga Taifa, ni shirika la Mzinga, ni shirika la Nyumbu na ni shirika la Suma JKT, kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Na majukumu hayo ni ulinzi wa mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kulinda uhuru na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni kufanya mafunzo na mazoezi ili kujiweka tayari kiulinzi wakati wote, ni wa kuwafundisha vijana ulinzi, uzalendo, utaifa na stadi za kujitegemea, na ni kufundisha umma shughuli za ulinzi wa taifa, na pia kushirikiana na mamlaka za kiraia kutoa misaada wakati wa majanga na maafa kadri itakavyohitajika, na ni kushiriki katika shughuli za ulinzi wa amani kimataifa na kikanda, na kufanya tafiti na kuhaulisha teknolojia za kiulinzi na kuendeleza viwanda vya kijeshi, lakini pia ni kushiriki katika kujenga uchumi. Haya ndio majukumu ya wizara, lakini pia yakifanywa na hizi taasisi ambazo nimezitaja. Na katika kutekeleza majukumu hayo, wizara inaongozwa na dira ya wizara ambayo ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenye amani na usalama, lakini pia na dhima yake ambayo ni kulinda mamlaka, mipaka ya nchi na maslahi ya taifa kwa kutekeleza sera ya ulinzi wa taifa katika kudumisha amani na usalama wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aidha, wizara inatekeleza majukumu yake pia kwa kuzingatia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya ulinzi wa taifa na sera ya mambo ya nje na miongozo mingine mbalimbali ya serikali inayohusiana na ulinzi. Na kama alivyowahi kusema muasisi wa taifa letu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na naomba ninukuu, jukumu la ulinzi wa taifa ni jukumu la kila mwananchi. Hivyo ni vema ikaelekwa kwamba jukumu la ulinzi wa taifa letu si la Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa peke yake na taasisi zake, bali ni kila Mtanzania mwenye mapenzi mema na nchi yetu. Na hapa nitoe wito kwamba kwa kila wananchi, kwa wananchi wote
kuelewa kwamba kila mwananchi anayo dhamana ya kulilinda taifa lake, na hivyo kila mwananchi, nina imani wananchi wote wana mapenzi mema kwa taifa lao. Kwa hiyo basi ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunalilinda taifa letu ipasavyo. Mengi yamekuwa yakitokea hivi karibuni, basi tuhakikishe kwamba tunabaki kuwa raia wema na walinzi wa taifa letu. Hatuna nchi nyingine, nchi yetu ni moja tu, ni Tanzania. Kwa hiyo ukiacha nchi yako ikaingia katika matatizo ya kiulinzi na usalama, basi unakuwa unajihatarishia we mwenyewe binafsi na vizazi vyako. Kwa hiyo tuwe makini kuhakikisha kwamba tunatekeleza hili jukumu. Wizara ipo na taasisi, lakini pia tunafanya kazi hii kwa pamoja na Watanzania wote. Ndugu wanahabari, tarehe 19 Machi mwaka 2025, kama wote tunavyofahamu, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ilitimiza miaka 4 tangu kuingia madarakani. Katika kipindi hiki, serikali ya awamu ya 6 imekuwa na mafanikio makubwa katika nyanja mbalimbali za maendeleo na ustawi wa taifa, ikiwa ni pamoja na katika sekta ya ulinzi. Mafanikio katika